nganene takubulya mwenziwa ikiwa amekujibu hivi amamenya bakusuba batya umuulize sasa tasa mubula yawuti unaijua haki yako unasiye kwenene yawo unaijua haki yako unasiye litunganene lyawe lyo obutunganene bwawe unabwasi. Haleluya, amen. Wale wanaompokea Kristo abakangirira Kristo wana haki ya kurithi ufalme wa Mungu. Bawita obutunganene kutika bawutobwirana bweribya ibakandimi olubola lwa Nyamuhanga. Haki kubwa tulionayo, haki kubwa tulionayo tunganene batu witi 2020 ni Mungu kuturithisha mbingu. Ni Nyamuhanga eribya inyakatuha olubola. Tuna haki ya kuingia ufalme wa Mungu. Tuwita obutunganene tukingira omulubola lwa Nyamuhanga. Hii ni moja ya haki kuu. Kino ni kyuma kyokobindu ebitunganene binene. Haki ya kurithi ufalme wa Mungu. Obutunganene obweribi tuwite obwiranda bweribi tukenigire omulubola lwa Nyamuhanga. Basi kama wale wenye haki abatunganene balya wanashinda kwa imani, amali bangana tokerisingura omwikirira. basi kwa kusema hivi wajue imetangaza vita. Nerukwesi batonere bamenyerera endi babereranga oluhi Na silaha yao wameitaja hapo. neribakanda aho echuma kyamalwa kyabo babiri kyabula Inaitwa nini? imani erikirira. Imani. Erikirira. Amen. Kyechuma kyakanikolesa tukalo Imani erikirira. chanzo chake ni kusikia, Enzuko yerikirira neholikirira kusikiliza neno wamahulikirire kinywa la Mungu ekinywa kya Nyamuhanga linalokufunulia agano za Mungu, ekikakukumbulira ebinyo bya Nyamuhanga, kukufunulia agano, ebikakukumbulira ekinywa esyondagane, agano la Mungu, esyondagane sya Nyamuhanga, kukufunulia kanuni za Mungu. ekikakukumbulira emitendera ya Nyamuhanga. Unapojua agano la Mungu linasema nini Wamabirimenyerera endano ya Nyamuhanga ngaikabwaitiki na kuishi kulingana na agano eribyaho erigendera okundagane eyo na kutembea katika kanuni za Mungu, kandi watambulira omwibi nyakabukana emitendera yiwe. ushindi wako ni wa hakika. Iwe lisingura lyawu nilyo kwenene. Imani tulionayo ipo kwenye agano. Erikirire yatuwite nilyo mondagano. Acha nikufundishe kidogo kuhusiana na ushindi wa Ibrahimu kwenye maisha. Muleke tutabangania hake omwisingura ya Ibrahimu amule byaleti. Ibrahimu kama baba yetu wa imani. Ya Ibrahimu ngatatawe tuwerikirira. Si anaitwa baba wa imani? Saka ulango tutawerikirira. Na niwakumbushe kwamba hatuna baba wa imani mwingine isipokuwa Ibrahimu. Ndio ngabi bukaende situ chiweta one tata werikirira nene nga Abraham. Nisije nikakwambia kwamba mimi ni baba yako wa imani. Naleke nasanga kuwe nje baba wa werikirira. Hapana. Icheye. Mtu asikudanganye na kukwambia yeye ni baba wako wa imani. Amondale kandi kubura kama tinia tatawa werikirira. Tunamjua baba wa imani aliyetangazwa na Mungu anaitwa Ibrahimu. Twasita tamoma owanyamuhanga tulako abine Abraham. Amen. Amen. Na baba wa kiroho sasa ndio wale wengine mnaofikiri baba wa imani. Na tata wechirimu baba na baba mukalegekana kumuti. Yule anayefundisha neno Oyukani wokovu wako. oyukani kukangiriye kinywa nerilamali yawo. Anakufundisha ili upate wokovu. Akakwesa yani kutokeribe ukaba na mulamu. Ukatunzwe na neno na mafundisho yako. Wamabiri kulibwa ne kinywa na nebinyo bikabyamo. Huyu ni baba wa kiroho. Oyini tata wawe erikirira. Owe kirimu. Baba wa kiroho. Oyini tata wawe kirimu. Lakini baba wa imani ni moja, tunamjua Ibrahimu. Tata wawe erikirira nyoyo ni Abrahamu. Nitakwambia misingi Neno ngani kubura ende inamfanya huyu awe baba. a foundation ikaleka oyinya gatata. Kwanza alikutana na Kristo Mungu pamoja nasi. Munde mwasangana na Kristo Nyamuhanga hao bale. Siri zake zote zilikuwa zinatoka kwa huyu. Amakumbo wose abeka lokoyo. Siri alizokuwa nazo zinatoka kwake. Amakumbo wose abeka lokoyo. Yeye ni mwanzo Iyo ni nzuko wa kukaribisha zile baraka awakangirira emisa iria za ukombozi wa binadamu wote. emisa eye sabulwa iria buli mundu wose. Jambo
la kwanza tunamwona Ibrahimu echo kubanza tukalangira Abrahamu anakutana na Mungu akasangana na Nyamuhanga. hapa Waebrania 7. Waebrania sura musanju. Ile basi angalieni mtu huyu aliyokuwa mkubwa hata Abrahamu baba yetu mkubwa alimpa sehemu ya 10 ya nyara. Na katika wana wa Lawi, Waebrania 7:4. 7:4. Waebrania Wale wanaopewa kazi ya ukuhani wana amri kwa sheria kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao, ndio ndugu zao hata wametoka katika viuno vya Abrahamu. Lakini yule asiyekuwa na uzao wake pamoja nao alitoa sehemu ya 10 kwa Ibrahimu, akambariki yeye mwenye ahadi. Akambariki yeye mwenye ahadi. Unamjua huyu ni nani tunayemsomea? Huyu anaitwa Melkisedeki, mfalme wa Salemu, kuhani la Mungu aliye juu, aliyekutana na Abrahamu nyuma ya kushinda wafalme na alimbariki, ambaye aligawiwa na Abrahamu sehemu ya 10 ya vitu vyote. Maana jina lake kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salemu. Maana yake mfalme wa salama, hata baba wala hana baba. Hebu rejelea hili neno, hana baba wala mama wala wazazi, hana mwanzo wa siku wala mwisho wa uhai wake. Nikuulize, kwa kusikia hivi unafikiri ni nani? Ni mtu hana baba, ni mundu sauti tata, hana mama, sauti mama, hana wazazi, sauti baba, hana mwanzo wa siku zake, sauti enzi, wala hana mwisho wa siku zake. sauti lihinderera ile birobeo. Ni Mungu katikati ya binadamu, ni Nyamuhanga mu katikati ya bantu, Kristo ya Kristo aliyekuja katikati ya binadamu, awasomo katikati ya bantu, akakuja kutengeneza mwasa masako koje misingi ya imani, misingi ya imani itakayo wakomboa binadamu, kuwatoa katika dhambi zao, Mungu kutengeneza uzao wa kiroho, uzao wa kweli, uzao wa hakika, uzao utakao mpa Mungu utukufu. Haleluya. Sasa Ibrahimu nero Abrahamu alikuwa anaenda kwa huyu, analeta sadaka yake pale, anatoa sehemu yake ya 10 pale. Akishafanya hivi anambariki. Akishabarikiwa anatoka na baraka za Mungu, anaenda kufanya mambo yasiyo ya kawaida ambayo wengine hawaelewi. Anapata ujasiri, uwezo, nguvu, mamlaka ya ushindi wa ajabu, kushinda maadui wote wanaotaka kuharibu uzao wake, wanaotaka kuharibu familia yake, wanaotaka kuharibu biashara yake. Hakuna mtu angeweza kusimama mbele yake na kumshinda Ibrahimu, kwa sababu anamjua mtu, anamjua mtu wa tofauti, wa tofauti na wengine wote duniani, na hakujizuia. Alifanya agano la kuleta fungu la 10 kwa mundu. Haleluya. Ndio maana unamwona Ibrahimu amesikia ya kwamba wale ndugu zake wamechukuliwa. Loti amechukuliwa, wamebebewa,
lakini Ibrahimu ali wa Abraham shujaa, owabya utamani uwezo uko ndani yake, amani anomwiye, nguvu ziko ndani yake. amani akala kusika nomwiye, Akaenda kwa magoti mali nyendo momaru kwenye madhabahu ya Mungu, amalinya hika alicheherero cha Nyamuhanga, akasema Bwana unibariki, akabati Nyamuhanga alisumula nikitoka na ushindi na mabiri lwayo no businguri sehemu ya 10 ekyuma kikumi ya nyara nitaleta ekyo kwako, singane kirete yawuli nipe ushindi. umbo businguri Anabarikiwa na Mungu. lero kandi amatsumulo na Nyamuhanga, Mungu anaanza kutengeneza ushindi wake, Nyamuhanga amatsukeri kokoti elisingura, anatoka na roho ya ushindi, amatsukeri lwaho nekiri mukyeri anakwenda kwenye vita na roho ya ushindi, amendo moluhi nomutima werisingura, akashinda wafalme wote, amalinya singura abakama bose, anashambulia wafalme wote amalinya singura abakama bose na kunyang'anya mali yao yote. nakahambahamba byose Watoto wake waliokuwa wamenyang'anywa, abana biwa baba abirehambwa bose, niseme watu wake waliokuwa wamenyang'anywa, abandu biwa baba abirehambwa akawarudisha wote, abose ababasuhulya ebihomo mali akairudisha yote, emali yose bihaye na utukufu wa Mungu nolukengero lwa Nyamuhanga lwamalangirika, naye akatoa sehemu ya 10 naye amahayo icyuma kikumi kwa madhabahu iliyompa ushindi. busana ekiherero ekiryamuherisi, Maana sehemu ya 10 kuna ekyuma kikumi inaenda mahali ambapo ushindi wako umetoka. kikaenda hali obusinguri bwawe obusinguri bwawe bulyalwa Ni jambo la agano, nemwatsi weribyamukalagana, ni jambo la agano. nemwatsi werelagana, Mtu anaagana na Mungu, omundu akalagana na Nyamuhanga, Mungu ukinitendea hivi nitafanya hivi. ngaba nikolera kino naingia kukolera kino Sawa sawa. siku kino tukanabikolera Ilipofanyika vile, kyamabimu kikakoleka kitya ikabidi ajitoe. nero kikandi hayi ikikandi gwa ailwa yeheyo Jambo muhimu katika haya ekinene omu byosi bino ni kile Melkisedeki mkuu kyekire kya Melkizedeki omukulu anampa Ibrahimu. ekyakaha Abrahamu, Anachukua mkate, amatwalo mukadi anampa divai amamuhane kyerinywa akunywe. divai ananywa, Ibrahimu akakunywa, Abrahamu amanywa, kitendo ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ekya omwami wetu Yesu Kristo ametuambia tufanye hivi kwa kumkumbuka yeye. ekyalya bwati tukikole obusana tukamwibuka. Haleluya. Amen. Mkate na divai Omukadi ne divai kuti kyerinywa akaichukua akampa Ibrahimu. amatwalawo amahawa Abrahamu, Yesu anatupa tafsiri, nari Yesu akatuhera ebisura akasema mkate huu sio mkate, ni mwili wangu, amabwati omukadi ono si mukadi aliryo ni mubiri wange, na hii divai sio divai, ni damu yangu. nekyerinywa kino si divai tu aliwe ni musasi wange, Agano, damu ya agano. ni musasi owe ndagano, Hebu sema damu ya agano. ni musasi wendagano. Sasa hapa Bwana anatangaza kile kitakachotokea kwa waamini. Nere omukama amabwekiro ekikandisya oluko kubikirire. Haleluya. Sasa tunayo damu ya Yesu, Tunaoto musasi wa Yesu, damu ya ukombozi wetu, omusasi werisabulwane, damu ya agano omusasi owendagano, ambayo ilitangazwa kipindi kile. omusasi owahulawo obutuku bulya. Ibrahimu alipoichukua hiyo, Abrahamu aberakatwala edivai eno akapata roho ndani yake nero amowa ekiri mukirebe omusisiwe ya kutangaza wokovu. ekirimu ekikabuwa erisabulwanewe. Alipokuja Bwana akamwambia nitolee mwanao, Aberakasa Nyamuhanga, nitolee mwanao, umbe omwana wawe, nipe Isaka umbe ya Isaka, mwana wako wa pekee, omwana wawe Musa, mwana wa kipekee. ekyusa kyawe omwana wawe Musa. Ibrahimu hakusita, Ya Abrahamu mwakabya neriteekateeka, akachukua mwanaye aliyempata kwa tabu, mwalunyahamba mwana wiwe amalunyamutwala mu kiherero, aliyempata kwa shida, omwana w'abantu mubuliye munene omwirire, mtoto ambaye ni muujiza katika taifa, omwana oyu kabya indi mwana ow'emiisa, mtoto ambao ni maajabu kwenye taifa, omwana oyu kabya indi mwana weriswekera ambaye amepatikana kwa miaka isiyozaliwa. omwana owali abana omwa myaka yafusifanga bali. Huu mtoto anachukuliwa sasa, Omwana
anapelekwa kwa madhabahu ili kwamba achinjwe, afanyike sadaka. Alipofanya hivi ni kama vile jambo limefanyika. Jambo hili linatangaza, jambo hili linatangaza, jambo hili linatangaza yule atakayekuja kutoa damu yake kwa ajili yetu. Ni kitendo cha wokovu itakayotokea kwa njia ya sadaka ya agano. Haleluya, amen. Kwa hiyo damu hii ikawa inatangaza imani tuliyonayo. Haleluya. Kwa hiyo Ibrahimu anaitwa baba wa imani kwa ajili ya jambo hili. Haleluya, amen. Basi kama Ibrahimu anaitwa baba wa imani kwa sababu ya jambo hili, imani imani ni kitendo, ni hali ya kuamini jambo litakalofanyika kwa njia ya Kristo la kufa kwake. Ni mwanzo walibya ukatsukere kola chendo echekande syabya kuamini kufa kwa Kristo kama mwana kondoo, roho la Kristo ngechana chebu. Haleluya, yule kondoo anayeondoa dhambi za ulimwengu. Echana chebu lechikaho echikihaho bibi byose bya. Unapoamini kwa njia hii ya damu ya Yesu, wamami likiriyo monzireno ya musasi wa Nyamuhanga, umepata ushindi wa ajabu sana kuliko yote. Ni ushindi wa ajabu kuliko yote. Nisiposema neno hili ni kama vile mahubiri yangu haina msingi. Lakini sasa nyuma ya jambo hili tunapata kitu kinaitwa haki. Haki ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Haki ya kurithi ufalme wa Mungu. Sasa haki hii haijatufanya mpaka pale vita imalizike. Bado zipofika zingine. Ndio maana sema wenye haki watashinda. Kwa nini? Kwa imani. Kwanza ni wenye haki, tayari ni wenye haki. Ni kusema ya kwamba haki ilipatikana kwa imani ya wokovu. Wakaipokea hiyo haki, alafu sasa kuna imani itakayowapa ushindi kwenye maisha yao ya wenye haki duniani. Haleluya. Kuna imani ambayo ni zawadi. Sasa hiyo zawadi ni silaha. Ni silaha ya kutumia kuleta ushindi wa kanisa au kuleta ushindi wako. Kuna imani, maana hiyo imani ya zawadi unaweza ukawa nayo, lakini pasipo imani ya wokovu, basi imani hii itakusaidia kwenye mambo mengine, lakini wokovu au kuirithi ufalme wa Mungu utakosa. Imani ya wokovu ni ile inayosema juu ya damu ya Yesu.
omusasi wa Yesu Kristo, damu ya agano, omusasi w'endagano ya kukupa uzima wa milele. omusasi walikuwa engebe yerikota. Ukiamini hivi uzima wa milele moja kwa moja, wamabirikiriye cyo nero engebe yerikota unawuteyo. Lakini sasa kuna imani tena kama zawadi. Nerekande hanibwe rikiriye ngoluhembo. Mtu anasimama na ujasiri wote Ere mundunya hangana na mani wosi kwamba hili lazima litokee. erije bati chino chikande huluka. Haleluya. Amen. Naamini ya kwamba huku hiki kipofu kitaona. Ngikirire ya endi omukalindi metino akande langeri. Naamini ya kwamba huyu mtu Mungu atamsimamia, atamsaidia. Ngikirire ya endi nyamahanga kandi baraho mano mukalindi muwatiti. Imani inaweza kuzima moto. Erikirire ya garacho kirili myomulero. Imani inaweza kusimamisha vilema. Erikirire ya garacho kirili ya ganahanganye berema. Haleluya. Alo erikirire olohembo. Imani ambayo inaweza ikabadilisha mazingira, hewa ikabadilika, jua ilikuwa inawaka, mvua inanyesha hapo hapo. Erikirire ya ganahendo lembere yobutuku embulimi katakewa kutimwesa katake anyabira kakutsimu nere mbuli yawo. Nikutangazia kwamba imani kama hii erikirire ngale no ilikuwepo hata katika kipindi kile kilichopita. Baba mtukufu ndiye anabyaho erikirire. Amen. Amen. Watu waliamini kabisa kwamba wanaweza kushambulia simba wakashinda, na walifanya vile. Abantu banaba kikiri twangana chokeri twangana lwanenda liye kandi abantu bone baba kasingura. Watu walikuwa wanaamini kabisa ya kwamba ile shoka ambayo imeanguka kwenye maji wanaweza wakaitoa tu kwenye maji kwa muujiza ikatoka. Abantu banaba kikiri embasi yabiri wo mama enzemale mali bangana kola kola ebintu nero embasi yelu yeyirusie yiyene. Watu walikuwa na imani kwa kiwango kwamba kile ambacho kilikuwa chakula cha mauti wanakibadilisha tu kwa dakika moja, chakula kinabadilika kikawa chakula kabisa. Erikirire nebele kareka abantu abakera batokera bibanganiye ebyali ebibi bitsandiwa chakula ambayo ni sumu, ebyali ebibi biwene na abantu batukere bi. Haleluya. Amen. Hii ni imani. Erikirire. Hebu sema imani. Imani hii Erikirire no haikuwapa wokovu wa nafsi zao. Mungu atabaha omulabo owe mioyo yabo. Ni mpaka tulimwona Kristo msalabani na akaingia kwenye mauti yao akawafungua wale wote. Mutika tuita isibawa erimi tukandelenda nyamuhanga atutumele mwalawi wechusa tunatokeleni tukaokoka akawatoa katika sehemu ya mauti ama lwinyi haya abantu abosi akawapeleka upande mwingine. Abantu bosema bihomolo holo ama bateko muchi. Maana wale watu hawakukombolewa pasipo sisi. Kunde abantu abo batarokoka kuti mubatihibwaye busana netu butsira twe tumekombolewa sote kwa njia ya mtu mmoja, itobosi twabere sabula obonzera omuntu Kristo. Musa Waliotangulia abatuko banza tegemea Kristo kuachiliwa kutoka kwenye mauti. Waliokuja nyuma ya Kristo wote wanamtegemea Kristo. Hiyo ndio maana ya Pasaka. Maana pale kwenye Pasaka Mungu asema hili ndio itakuwa mwanzo wa mwaka kwenu. Yesu Kristo batahanu yikendi byanzuko eyo mwaka wenyu. Alipokufa Yesu, alipokuja Yesu, kalenda ikabadilika, watu wakajikuta wameingia kwenye unabii bila kujua. Kristo aberaka sabera berehola abandobo sibo bayisangana iba bringiro mu bunabii sibatame. Mpaka kalenda tulionayo sasa hii yote inamtegemea Kristo. Mpaka nekana niacho ninayo baba kwa Yesu kasamarani Kristo. Tukaanza hesabu mpya. Maana tulikuwa tumempata yule kondoo wa Pasaka letu. Haleluya. Maandiko matakatifu inaonyesha wazi ya kwamba alipotoka Yesu katika ufufuko, alikuja na wale wenye haki, alikuja na wale waliotangulia, akawaokoa, akafahamisha. Haleluya.
babusi walikuwa katika hali ya woga ya mauti. babusi babe babiribyo Mungu babo loholo Maana yule aliyekuwa na nguvu ya mauti anaitwa Ibilisi. kunde wale utamani au loholo abe ni ibilisi setani. Haleluya. Kwa hiyo ujanja wako wote, Ndio amani wa uosi ujanja wote ambao ungeweza kuonesha kipindi kile haingekusaidia. mbuli wale utamani aliate ebe sibyani sibya katokeri kuwa ticha. Inamaanisha hivi katika habari ya Kutoka, Kama ni sayachicha au milwayo walipotoka Misri kwenda Kanaani, abaleba kano Misri bakaende Kanaani hawakukombolewa pasipo damu. mubatalwa ikuti mubatasabulwa butera musasi. Hawakukombolewa pasipo damu. Mubatasabulwa butera musasi. Walijaribu kufanya mambo yote ikashirikana, lakini Mungu alipowapa kondoo la Pasaka wakakombolewa wote. Hakuna ungwa iliyokweka mbele yao. Haleluya! Kitu kinachonifanya nifurahie kanisa hili, jambo moja lililochagua la msingi, lilichagua kuwafundisha watu habari njema ya wokovu kwanza. Hawakukimbilia kwa watu nabii ya kesho utapata sijui kitu fulani. Hapana. Hawakukimbilia kuwapa utabiri ya hali ya hewa ya kesho, lakini walikimbilia kukupa neno la wokovu, habari njema ya uzima wako. Hebu piga makofi vizuri sana. Amen. Na mimi hivyo ndivyo nilivyofundishwa. Sasa Bwana ameona kwamba muda umefika, tuwaonyeshe tena kwamba kuna level nyingine ya ushindi kwa njia ya imani. Unapopata wokovu, unapokuwa umetoka Misri, umeingia, umetoka, umevuka, kuna vita nyingine pale. Haleluya. 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 Kuna vita vingine pale vya imani ambavyo umetakiwa kuishinda. Ambavyo umetakiwa kuvishinda. Ni lazima uvishinde. Maana Mungu anaanza kukufundisha sasa. Mungu anaanza kukuongoza sasa. Anasimama pamoja na wewe. Anaanza kukuonyesha kwamba lazima upite hapa. Hautatembea jinsi unavyotaka. Hautachagua njia unayoitaka wewe. Atakuonyesha njia utakayoifuata. Anasema hautapita hapa, pita hapa. Anapotoka unafuata. Jibu likisimama unasimama. Akipiga kambi unapiga kambi. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili uko pale. Umeitwa kufuata mnyayo sasa. Unafuata mwenendo wake. Anakokwenda unakwenda. Anachosema unafuata. Amen. Hii ni vita vingine. Haleluya. Amen. Haleluya. Sasa Mungu alitaka wana wa Israeli washinde kwa kuamini kile kwamba yule aliyewavukisha bahari, yule aliyewatoa Misri atawawezesha
tena na haya mengine. Nyamuhanga akasocha abana b'Isiraheli aranza bikiriraye ngo kwana n'abasokaya nero batungerikirine nabe kandi byateke. Maana si kwa uwezo wala nguvu wamekombolewa kwa Mungu mwenyewe. Walijaribu kwa viwango vyote ikashindikana. Walijaribu kufanya mapigo, kuleta mapigo kimiujiza ikashindikana. Lakini usisahau msingi ni damu. Kipindi hiki ambacho wana wa Israeli wako katikati hapa wamevuka, ni kama maisha yako sasa ya wokovu, kusikiliza sauti ya Mungu. Ndio maana katika kila neno alilolileta Musa kwao, Musa alipolileta kila neno kwao kutoka kwa Mungu, alikuwa anawaambia hivi: wana wa Israeli sikie. Ikiwa mtasikia maneno haya leo ninayoagiza, hakuna sheria, hakuna jambo, hakuna maelekezo, hakuna agano pasipo Mungu kuaga neno wasikilize. Nyuma ya wokovu ni muda sasa wa kusikiliza. Kwa kuwa imani chanzo chake ni kusikia. Haleluya. Umeitwa sasa kusikiliza kanuni za Mungu. Umeitwa sasa kusikiliza anayoyasema Bwana. Nyuma ya ukombozi Kristo akatuonesha kwamba tumshiriki Roho wake. Haleluya. Hii ndio wakati sasa unamwambia Mungu, aje Roho wako akae nami, aniongoze, anisimamie. Haleluya. Jambo lingine litakalokupa ushindi kwenye vita ni madhabahu ya Mungu. Ni madhabahu ya Mungu ambayo itashindana na madhabahu ya giza. Unafanya majukumu yako. Haleluya. Ya kuendea madhabahu ya Mungu. Maana Joshua kwenye vita hata shinda vita kama Musa haiweke mkono juu kwenye madhabahu ya Mungu. Inamaanisha kwamba Mungu ametupa watu, anatupa majasusi wa mbinguni. Haleluya. Wasimame katikati yetu. Anawatuma watumishi wake ili kwamba hawa wakusaidie wewe, kukupa chakula, kukulinda, kukutunza wewe. Hawakusema wewe ndio unawatunza hawa, hapana. Tunasikia ya Petro, unanipenda? Linda kondoo zako. Petro, unanipenda? Lisha kondoo zako. Petro, unanipenda? Tunza. Atakayelinda ni yule mtu Mungu amemweka. Atakayetunza
jambo hili ili kanuni neromotio no limewafanya wengi washindwe, neremara kabana nibalema kwa kuwa hawajui kanuni za Mungu. ndisiba sentendera kutsembenya Nyamuhanga kaitaye belairo. Kwenye kanuni ya Mungu inasema belagero ya Nyamuhanga bikaba watumishi wa Mungu ni waangalizi wa roho zenu. ende abahereri ba Nyamuhanga bano babakaleberere ebiri mu byetu. Waangalizi wa roho zenu. Bakaleberere ebiri mu byetu. Amen. 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 Lazima pakawa na shida yote ya kiroho. Hamabyo mati wosi yale kizibu cyose sinde kiri mu cyawo. Roho za watumishi wa Mungu zinasimama. Ebiri mu byabantu ba Nyamuhanga naribe hanga. Nasema nasimamisha mauti. Naribe watu nabahangania inayojaribu kumgusa huyu mtu. Allah lukata kitu kwa bantu bano. Magonjwa inayopanda na kuzimu. Na ikamtia ikuachie kwa jina la Yesu. Watumishi wa Mungu wanasimama. Wanasema inakosa laana. Kama kwenu wanazaliwa watoto wa kwanza wanafariki. Walinzi wanasimama. Wanasema inatoka sasa. Zalika mtoto hapa tena. Haleluya. Wale ndio wanaosimama kwenye vita yako. Siri yako ni madhabahu ya wale watu. Maana ukimwona Joshua kwenye vita anaonesha nuru. Wanamwita kamanda mkuu, jemadari wa vita. Ana uwezo wa kushambulia maelfu na maelfu ya maadui. Huyo sio Joshua. Ni madhabahu ya Musa ambaye amesimama na Joshua. Kuna mikono yake iko juu kwa ajili yako, kwa ajili ya nuru yako, kwa ajili ya ushindi wako. Kuna mikono juu, kuna magoti tuiko chini. Tuanazunguka Musa, wanashikilia mikono ya Musa isilegee. Maana ikilegea Joshua anashindwa. Haleluya. Amen. Ukishindwa kanuni hii bila kukudanganya, vita unashinda. Kila mtu kwenye maandiko matakatifu alienda, buli mundu wose omabe handiko alikuwa nyuma yake kuna mtu. habi nyuma siwe iye no mundu oyuka kukama. Ukimwangalia Daudi kwenye vita, wamalangira Daudi nyano mu vita, usishangae tu mtoto mdogo. Ureke sangalo kamalangira ni mwana mwende mwana mlele. Usiseme jasiri kijana mdogo kama huyu. Ureke mtu akanika na kale. Haleluya. Amen. Usilete mtoto wako useme na wewe enda shindana kama Daudi. Hapana. Ureke yale choma na utena unasusire Daudi na uienda. Hapana. Eje bakia mtu langa. Hanamu ndo alinyumasa Daudi. Bawa basa wote mtoto mahali inacheka. Hakati iko mtu pahamu kende ndani miaka. Kuna Samueli mahali amefichwa. Samueli anauta hali. Yuko kwa madhabahu yake. Anako madhabahu anakukeme. Anaangalia yule kijana aliyempaka mafuta. Anamusamarungula ndo waka mauta. Anasema yule kijana shujaa. Tumula ndo Daudi shujaa. Roho wa Mungu na kwa Mungu fanya kazi. Echiri mchanya manga chinao bana.